Maana ninapokuita unasikia na unashuka kutenda. Siku ya leo sirudi kama nilivyoingia. Ninaamini muujiza wako. Naamini upako wako. Naamini kwamba nitabadilika leo. Na katika jina la Yesu Kristo. Asante sana. Bwana asifiwe sana. Si mambo iko tu sawa? Kabisa. Ama shetani anafikiria kwamba kwa sababu kuna stima tutaabudu na utacheza, mambo iko tu sawa. Sema amen. Amen. Ndio maana shetani asikutishe kwa sababu tuko presence ya Bwana. Tunaamini Mungu kuweza kututumia kwa saa kidogo kama na hii na kuweza kutuwezesha ili neema ya Mungu kaweze kushuka mahali hapa. Bwana asifiwe. Okay. Nitakusumbua kidogo tu. Usumbufu kidogo kwa kuweza kuinuka tusome neno la Mungu. Sema haleluya. Amen. Okay. Samueli wa kwanza ama Samuel chapter 10 verse 1. Hapo tu tutasoma. Samueli wa kwanza 10 mstari wa kwanza. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta. Ndipo Samueli akachukua kichupa cha mafuta. Akayamimina kichwani pake. Akayamimina kichwani pake. Akambusu akasema. Akambusu akisema, Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? So Samueli alichukua kichupa, si sawa? Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Je, Bwana hakukutia mafuta ili ukuwe mkuu kwa ajili ya taifa la Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana. Nawe utamiliki watu wa Bwana. Na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Na kuwaokoa toka mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia wake. Kisha hii itakuwa ni ishara kwako ya kwamba Bwana amekutia mkono. Amen. Okay, rudia hiyo Samueli wa kwanza 16 mstari wa 13. Moja tu hapo. Samueli wa kwanza 16:13. Yes. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta. Hapa Samueli anachukua pembe. Ya kwanza alichukua chupa, lakini ya pili anachukua pembe. Akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Na roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Neno la Mungu. Amen. Amen. Kaa chini basi Mungu akubariki. Nilipenda kusema tuweze kuzungumzia neno ambayo inasema siri ya upako. Na kwa watu ambao tulikuwa nao jana niliongea upako sana. Nikasema kwamba upako si maneno tu ya watu, bali upako lazima itoke mbinguni, lazima ni nguvu ya Mungu ambayo itazililisha juu yetu. Na nikawa nimesema kwamba kwa hii dunia ambayo tunaishi ndani leo hii, ama kila mmoja wetu mahali hapa, tuna haja ya upako. Sema amen. Amen. Nitapenda kusema nielewe polepole waweza wa Roho Mtakatifu. Ninataka kutofautisha upako ya watu wawili mahali hapa, wala ambao walipata upako. Nitaweza kutofautisha upako ya Sauli na nitaweza kutofautisha upako ya Daudi. Ama nikienda mbali sana, nitaweza pia kutofautisha upako ya Elia na kutofautisha upako ya Elisha. Sema amen. Amen. Kwa kusema kuwe upako, lazima kwanza kuwe Roho wa Mungu
uwe roho wa Mungu ambaye amenyosha mkono juu ya mtu na akaweze kunena ya kwamba huyu mtu ni mchaguliwa wangu. Maana mchaguliwa hali nyingine inaitwa mpakaliwa wangu. Na wakati Mungu amekuchagua, amini ya kwamba kuna mafuta ya kiroho ambayo Mungu amekupaka. Na wakati Mungu amekupaka mafuta, ni kwamba inadhihirisha ya kwamba ukweli ya mambo, hakuna Mungu mwingine ambaye atakutumia kwa kiwango kingine isipokuwa huyo Mungu ambaye amepaka maisha yako ili ukaweze kufanya mapenzi yake. Na wakati tunaongea kuhusu upako, upako haikuja kwa ajili ya mtu kujipendekeza peke yake, lakini upako wakati inakuja ni kwa ajili ya faida ya watu wa Mungu ama taifa la Bwana. Sema haleluya. Amen. So Biblia inasema kwamba huyu jamaa ni Saulu. Saulu mahali hapa tukamuita Saulu kukianzia Samueli wa kwanza sura ya 9. Niliongea hapo jana sana kwamba huyu Saulu kusema akuwe mfalme wa Israeli, ni watu ndio waliimba waliambia Mungu lazima awapee mfalme. Hawakutaka tena Mungu akaweze kuongoza Israeli, lakini wakataka ya kwamba Mungu akaweze kumpea mfalme ambaye iko na mwili kama vile wao, masikio kama vile wao, hata anaweza kutembea watu wamuone. Kwa kitambo ni Mungu peke yake alikuwa anaongoza taifa la Israeli. Sasa ikafikia wakati ambapo taifa la Israeli wakaanza kumwambia Bwana, hatutaki tupee mfalme. Basi siku moja huyu Saulu punda za babake zikapotea. Niliongea mengi mahali pale kwenye alienda tafuta punda, na kumbe Mungu alikuwa ameongea na Samueli ambaye alikuwa ni nabii wakati ule. Akamwambia kwamba Mungu akafunulia na Samuel akamwambia, tazama mtu niliyekuambia kwamba utaweza kupaka mafuta. Yaani ni mtu ambaye utaweza kuweka kama vile mfalme wa Israeli, kwa sababu lazima niheshimu maombi ya wakaaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Mungu akamwambia Samuel kwamba utachukua chupa. Na wakati unachukua chupa ndio utapaka nayo Saulu. Ile mafuta ambayo itakuwa ndani ya chupa ndio lazima utapaka juu yake. Na wakati unampaka basi atakuwa kama vile mfalme wa Israeli. Na hapa sasa ndio nilikuwa napenda kusema kwamba wakati tunaongea upako, mtoto wa Mungu, ni nguvu za Mungu ambazo ziko ndani yetu. Si kusema tu lazima mafuta wakupake saa hii ndio upako imekujia. Lakini upako inakuja ni wakati Mungu amezililisha ndani yako kwanza. So mafuta inakuja kupakaliwa kitambo ama inakuja kupakaliwa baadaye, lakini ukweli ya mambo mbinguni wameanza kupaka kitambo. Na nikakwambia kwamba kuna wale ambao walifanya kazi ya Mungu pasipo kupakwa mafuta. Mnipea amen. Kwa kuna watu ambao wameamini mafuta sana kuliko Roho Mtakatifu. Mafuta yanaweza kupakaliwa, lakini kama Roho wa Mungu ataingia ndani yako hutakuwa na upako. Na ndio maana katika kitabu ya Yeremia 1:4 Biblia inasema kwamba siku moja Yeremia amekaa na ametulia. Wakati ametulia kwa ndani ya maono, Mungu akamwambia kwamba Yeremia, mtumishi wangu, sema amen. Amen. Wakati bado uko ndani ya tumbo ya mama yako, mimi Mungu nilikuchagua. Na wakati nilikuchagua, sikuchagua tu bure, bali nilikuchagua ili ukawe nabii wa mataifa. Mahali pale hakuna mahali walipaka Yeremia mafuta. Ilikuwa tu ni neno ambayo Mungu alitamka. Lakini kazi ambayo Yeremia alifanya ilikuwa inaonekana kwa sababu Roho wa Mungu alikaa ndani yake. Tuseme haleluya. So nikasema ya kwamba jana kupakwa mafuta haitakuwa dhambi, kwa sababu imeandikwa hata kwa Biblia. Lakini watu ambao wamepaka mafuta leo, unapata wakati mwingine unapaka mtu mafuta lakini hana ile upako ndani yake. Na wakati unapaka mtu mafuta ambayo upako wa Mungu si ndani yake, itakuwa ni kama vile mafuta ya gari. Utamuua na utamchoma zaidi. Na ndio maana unapata kwamba leo watu wengi wanasema kwamba tuko na upako, lakini inaweza kuwa kwa muda fulani. Na muda mwingine upako inafanya nini? Inaisha. Ni kusema kwamba kuna upako mwingine ambao iko tofauti na upako ya mwingine. So leo nitapeana utofauti ya upako ambayo ilikuwa kwa Sauli kwa chupa
na mafuta ambayo ilikuwa kwa Sauli kwa chupa na mafuta ya kupaka Daudi ambayo ilikuwa kwa pembe. Sema haleluya. Amen. Why upako ya Sauli ilikuwa kwa chupa na why upako ya Daudi ilikuwa kwa pembe? Tukiangalia chupa ni kitu ambayo watu wametengeneza kwa mikono yao, lakini pembe ni kitu ambacho Mungu ameumba kwa mnyama. So wakati ngombe inazalika, lazima itazalika na nini? Na pembe, kwa asili ya ngombe ni pembe. Kuna ile inaweza kuwa na mapembe, but mtaona tu hapa kunafanya nini? Kuna fura kidogo, angalau kuna kapembe. But obvious nyingi sana lazima ziwe na nini? Pembe. Na wai Mungu alimwambia akamwambia sana ni Samuel ambaye alikuwa nabii ya kwamba uende kwa nyumba ya Yese utapata kijana ambaye anaitwa Daudi. Yeye usimpake na mafuta ya chupa, lakini mafuta yake uweke ndani ya nini? Ya pembe. Ambia jirani upako unatofautiana. Hapa ndo mnielewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maisha ya mtu lazima kuhitaji upako ndani ya maisha yetu. Nilikwambia kwa kila area ya maisha unahitaji nini? Upako. Nilikwambia upako yanaweza kupelekwa president wa nchi. Angalau hata baba yako ataacha ingia ndani ya maybe ndani ya committee ya president. Siku moja mfalme wa Israeli amekuja kwa Elisha. Na wakati anakuja kwa Elisha, the Bible says wakati mwingine Wasuria walikuwa wamepanga njama, lazima wakuje wapige Israeli. Na wakati wa kusema kwamba wapige Israeli, Biblia inasema kwamba kwa sababu Elisha alikuwa na upako. Sema upako. Naongea na mtu hapa. Yes. Ama busa uona jirani yako mzuri. Mwambie unahitaji upako. Unasikia hivyo? Mwone tena mzuri. Mwambie my friend unahitaji upako. Upako wakati na chama maisha yako hata ushwe kizuri kuambia kwamba utaongoza watu ambao wanashwa kizuri. Ndio baba. Kwa si obvious kusema kwamba wewe umekuwa umesoma ndio maisha yako mazuri. Ingelisema kwamba wasomi ndio lazima kuwa na maisha mazuri. Kama saa zingine tupatake watu ambao wanaongea kizungu mzuri lakini mira inawasumbua zaidi. Utamwona ni mleni uko naanguka, lakini wacha kupigia Kifaransa. Ni kama Kifaransa ya France. Lakini shida upako inafanya nini? Inakosekana. Wakati Elisha kundani ya upako, Mungu akaanza kumfunulia siri ambazo mfalme wa Suria amepanga juu ya Israeli. Na Biblia inasema ya kwamba wakati tu Elisha alijiconnect, Mungu akamwambia kuna watu wanakuja kupiga mfalme wa Israeli. Kumbe wewe toka mapema uende ambia mfalme aweke kitu wanaitaka fence. Kwa sababu kwenye wataingilia ni pale pale. Asubuhi mapema Elisha na Gehazi wanaenda na mfalme. Unajua nini? Mfalme wa Suria amepanga saa hii usiku ya kesho. Anakuja kufanya nini? Kupiga vizuri sana. Wakati wanakuja asubuhi wanakuta jeshi la Israeli limeshipanga. Wasuria mara moja wanafanya nini? Wanarudi. Wakati mwingine amepanga tu. Hapo mfalme anamwambia my friend, ila ambapo unapenda kusema upiganishe nchi yangu, mambo yako yote niko nafanya nini? Na itu. Mfalme wa Suria akaketisha watu wake wote. Akauliza, ni nani anapeleka siri zetu kwa mfalme wa Israeli? Hakujua ya kwamba kuna jamaa na jao upako iko ndani ya nyumba, lakini upako unamfunulia mambo ya ajabu. Wakati uko na upako utajua mpango ambao shetani anapanga juu yako. Wakati uko na upako utajua huyu ni adui na huyu ni rafiki mzuri. Wakati uko na upako, wakati watakugusa tu wewe mwenyewe utateleza. Kwa sababu upako ni kuteleza. Natangaza juu yako mwezi wa hii. Upako ni kitu ya baraka sana mtoto wa Bwana. Kama sote tunaweza kuishi mahali hapa dunia yote mzima, we need anointing. Yes. We need anointing. Yes. Kusema ongoze watu kama vile nyinyi ambao mnasoma sana na mko na akili kunipita, lazima Mungu anipe upako wengine tofauti. Bahari tawaambia kuseme amen na
mengine upako haijaingia. So tunahitaji upako. Nilikwambia upako inageuza sura, upako inageuza mwenendo, upako inageuza maisha, upako unabadilisha maisha ya mtu, upako inakutoa katika hali ya umaskini na inakuingiza katika hali ya utajiri. Sema upako. Upako. Elisha amekaa, anamwambia mfalme, wewe angalia, unalala lakini upako wangu unakusaidia sana. Unajua wakati unakuwa na upako kila mtu atakutafuta by fire, by force. Yes. Si kusema kwamba ni neema. Kuna kitu ambacho tunaita, kwa sababu upako wakati imekuja, hata neema itakuja kwa njia yako. Wakati upako umekuja, hata favor itakuja kwa maisha yako. Kana shule huyu mwana apendewaka sana. My friend ni nini? Ni upako. Kuna upako ndani yake. Natangaza upako ya spirit. Upako ambao utapata leo ikufungulie ndoa. Amen. Upako ambao utapata leo fungue safari yako. Upako ambao utapata leo fungue kazi yako. Upako ambao utapata leo fungue biashara yako. Sema amen Bwana apanue. Amesema upako. Unaweza kuwa mgonjwa sana lakini upako ikikuja my friend, utaongoza watu ambao watakuwa mifua na kwa nyuma yako. Sema upako. Amina. Nilikwambia tena kwamba upako inatofautiana. Upako ya Sauli ilikuwa tofauti na upako ya Daudi. Why ikuwe tofauti? Na sasa alisema kwamba lazima upako yako itakuwa ni ya kwangu. Wala upako yangu lazima ikuwe ya kwako. Na wacha nikufungulie akili nyingine. Kwa maisha usiwahi kuomba upako ya mtu. Lakini mwambie Baba upako yake ni kuwe juu ya upako yake tena zaidi. Mnielewe hapo. Kwa sababu kusema mtu apate upako lazima kulipa gharama. Kuna gharama ya upako. Kuna gharama ya upako. Ni ngumu sana umwambie Mungu nifanye kama David Oyedepo. Haujajua David Oyedepo alipitia vitu. Ndio maana usitamani upako ya mwenzako. Kwa sababu upako ya Saul iko tofauti na upako ya Daudi. So nikiomba naomba Mungu niongezee upako yangu binafsi. Lazima kuwa kitu wanataka natural ya kuwa. Na ile ya kuwa ndio itabomoa milango kwenye watu wengine wanashangaa. Wanasema niache hii kanisa jaileza imeleza tu mwaka moja lakini bado kanisa inapanuka. Wakiwaona sema mmefanya miaka mingapi? Naambia tu ni miaka 2-3 ndio tunaelekea. Anakuambia ni dawa ama ni nini? Utamuelezea tu ni nini? Upako. Lazima iwe tofauti. Ambia jirani upako. Upako. Saul, wakati Mungu anaambia Samuel amupake kwa chupa, ilikuwa reason ni hii. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Chupa Yesu Kristo Bwana haikai kwa maisha ya mtu. Chupa ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa tunaleta masashe kwetu. So kwa wanaleta makaratasi ama plastic, Bwana asifiwe sana. So kila chupa yote kuna ile imechungelewa na nini na plastic. Na kitu ambacho inakuwa na plastic ikakuwa tu chupa, hata hiyo tasi yako, hata hiyo glass ambayo unakoga nayo. Wakati mwingine kwa kwanza ni plastic ambayo inafanya hiyo kazi zaidi. Hata hiyo kachukua hii. Ima chini. Mara mingi kwa hata kwa glass kuna kwa hiyo mavitu ya plastic ambayo imeunganishwa hiyo glass. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa chupa, ukichukua tu chupa na bahati mbaya ikuanguke tu chini, mara moja chupa inafanya nini? Inapasuka. Sawa sawa. Mara moja inapasuka. So kwa upako ya Saul ilikuwa ni upako ambayo lazima ikuwe na kitu wanasemaka iwe na mwanzo na iwe na nini. Na katika ulimwengu wa roho ama
kulingana na Biblia inasema kwamba sisi ambao tumemwamini Kristo Yesu tutadumu naye mpaka milele na milele. Ni kusema kwamba kama Yesu wetu hana mwanzo na mwisho, hata sisi ambao tunamwamini hatakuwa na mwanzo na nini na mwisho. Of course tunaweza kuwa na mwisho hapa dunia tunakufa. Lakini wale ambao wamekufa ndani ya Kristo Yesu hawakufi, bali wanafanya nini? Wamelala. Ni kusema kwamba wakati tu Yesu anaamka mtoto, na mara mtoto anafanya nini? Na maisha yanaendelea kwa utukufu wake. Tuseme haleluya. Amen. Sasa wakati ambapo Mungu anaambia Samuel, "Wende kuchukua chupa pake nayo Saul." The problem was what? Ni kwamba wakati Saul anakuja kuwa mfalme, si Saul Mungu ndo alimpanga kusema akuwe mfalme, lakini wanadamu ndo walipenda Saul akuwe mfalme. Yes. Na kila kitu ambacho utafanya kulingana na mapenzi yako bila mapenzi ya Mungu unaweza kuipata for time being. Na maana wote nafanya nini? Yes. Sema amen. Amen. Anakuja sema amen. Amen. Unaweza kuwa pastor umejifanya lakini hauna upako. Yes. Na wakati unakuwa pastor, si kusema kwamba wakati utaanzisha, maybe utakosa watu wawili ama watatu. Utaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utaanza. Wakati unaanza kwa sababu lazima mapenzi yako yatimie na mapenzi ya Mungu afanye nini? Yatimie. So ukianza wakati ambapo haujawekwa na Mungu mahali pale, Mungu atakutia kitu anataka time kidogo. Wakati anakupea time, unaanza na moto ya ajabu. Watu wanasema tala upako. Ona upako ambayo mtu yuko nayo. Jamaa kuna upako yenye watu wanafanya nini? Hawajui inatokea wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu mtu wakati ataanza, utapata kwamba wakati fulani Mungu ataruhusu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba roho mbaya ikaingia ndani ya Sauli. Nilikwambia jana kuna roho zingine Mungu anaruhusu ni mbaya, lakini si kila hiyo. Mungu ataruhusu roho mbaya ikuje kuanzisha vita. Wakati na kuanzisha vita tumeanza kwanza na upako fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mtu ambaye kuna upako ana maintain upako. Na wakati ambao upako sasa umeipata, shida ni kwamba ile kuchunga upako ndio tunaomba mbele za Bwana leo. Unaweza pata upako ambayo Mungu amekupea, lakini kuchunga ile upako ndio shida kwa maisha. Sasa wakati pasa anakuja, enda mwimbaji, enda asha, enda mkristo, unapata kuna bidii. Iko na bidii moja ambayo hata kisimama hapa sema jamaa iko na upako, hata kuimba ni nini? Ni upako. Upako ingine wakati inakuja, usimpee mtu saa maybe kusema kwamba venye amekuja tu saa hii ndo naamini direct. Hapana, utaamini wakati mambo iko yakifanya nini? Ikiendelea. Kwa sababu utajua kwamba ilikuwa ni upako ya chupa ama ilikuwa ni upako ya nini? Ya pembe. Kwa sababu ya chupa itaonekana tu kwa ni ya chupa, lakini ya pembe itaonekana kwa ni ya pembe. Na leo sisi ni kizazi ya Daudi. Amen. Sema amen. Kwa sababu upako ya pembe ilibidi iendelee. Na ndio maana naomba kuombea upako ya pembe. Amen. Lazima mafuta ya pembe ndio ikupate. Amen. Lakini hapana mafuta ya nini? Ya chupa. Sio vile baba. Amen. Simu kimoja nipea amen niendelee. Amen. Mbona kuna stima sasa hivi kuna ngangana mpaka huko biko vinapanda. Kusema mnielewe, sema haleluya. Amen. Kusema tilisi kila mtu asisinzie marema ndio maana kunapandisha sauti. So, chupa wakati unaiweka chini, obviously itaanguka chini. Sasa Saul kwa nini chupa yake na kwa nini mafuta yake ama upako yake haikuendelea? Biblia inasema kwamba wakati alipokea tu walimpekea mafuta. Wakamwekea tu mafuta na mikono ya Samuel ikashuka. The Bible says Saul akaanza kutabiri. Na wakati anaanza kutabiri maneno ya Mungu. Sawa sawa. Akaanza kutabiri. Kiwango wakati wengine watu wako naomba, Saul anaingia mahali pale. So wakati fulani upako ikaanza kutembea. Ikafikia siku fulani anasema anaenda pigana na Wafilisti.
Mungu akamwambia Sauli, unaenda pigana wa Filistini, yes. Na unaenda pigana wa Filistini. Kitu ambacho nakwambia tafadhali, utakapopigana na wale watu wa Filistini, hakuna kitu ya Wafilistini mfanye nini? Mchukue kwa mikono yenu. So wakati mtarudi, mkuje gisi mimi Mungu niwaambia mwenye. Sasa problem ambayo ilikuwa ni gani? Siku moja Saul anapata vita. Wanaenda, na wakati wanaenda hakuuliza Mungu kwanza, niende ama nisiende. Lakini utofauti ya Daudi kabla afanye chochote, alikuwa anauliza kwanza nani? Niende baba ama nisiende? Na nikienda, utaweka kwa mikono yangu ama utaweka kwa mikono yangu? Anangojea Mungu amwambie, wende ama usifanye nini? Nisiende. Ikawa siku moja ambapo Saul wakati wanaenda, wanamaliza kupigana. Wakati wanapigana kuta diamond, wanakuta mambo ya dhahabu, wanakuta kila kitu mzuri iko mahali pale. Saul anamwambia askari, hizi haziwezi baki hapa. Lazima mchukue msipeleke wapi? Israeli. Ijapokuwa Mungu alifanya nini? Alikataza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Saul wakati anarudi akashipendekeza. Wakati alishipendekeza, hakujua kwamba Mungu amekasirika na yeye. Na una mali mpaya upako, hakuna uwezo kumnyang'anya tena. Mungu anaweza kupea upako, lakini hakuna right tena kunyang'anya naye. Asilonga zanao unachezesha upako, hata ipea mtu mwingine. Tutakuwa tunakuongeaka. Huyu jamaa alikuwaka, lakini leo ijapokuwa tutaki past, tunahitaji present na future. Asulipe amen. Kwa maisha yetu tunahitaji present na future. Nilikuwa kama magari, ile ni pass. Nilikuwa na mwenyewe siku nacheza na mimi. Sasa leo tusifanye nini? Lakini leo sitarudi nicheza sasa. Ukiamini sema amen. Mimi nilikuwa naambia watu wanaanguka. Nilikuwa napapa kuambia watu hata mguu imechunjama inafanya nini? Okay, sasa leo usiku hapa tuna miguu imepega msituombee. Upako imeenda wapi? Ambia jirani nahitaji upako. Mtoto wa Mungu tunahitaji upako kwa hii generation. Wakati anarudi Mungu akasirika. Na wakati Mungu alikasirika, akanena na Samuel. Wakati alinena na Samuel, the Bible says, akamwambia, "Wewe ambia Saul, yale amefanya kwangu yamenichukiza." Kwa kitabu Mungu alikuwa anakasirika haraka. Na kama alikuwa anakasirika, ni kusema kwamba mimi na wewe yote vinafanya nini? Vinaishi. Lakini Mungu alikuwa kwa zamani. Leo ushukuriwe Jehova kutusikilia huko. Unaweza jua mkanisa umekwazika, lakini atakupea tu neema. Kiambia baba nisamee, na anafanya nini? Anakusamea. Akamwambia mwende mwambie Sauli, yale amefanya, mimi naye nifanya nini? Imeishi. Biblia inasema ya kwamba kuanzia hapo Mungu akamwambia Samuel ya kwamba sasa nimekataa Sauli. Na nimekataa Sauli, uende kwa nyumba ya nani? Ya Yese. Na wakati unaenda kwa nyumba ya Yese, kuna mtu ambaye nitakuonesha utapaka nini? Mafuta. Sasa huyo hata kuwa tena kwa chupa, lakini itakuwa kwa nini? Kwa pembe. Samuel akaingia. The Bible says wakati tu alikuja, Mungu amenena na yeye, amemwambia mzuri sana Daudi. Yesu anasema sasa, mbona Sauli ni muuaji? Na akajua kwamba mimi nenda kwa nyumba ya Yese ataniua. Mungu akampea strategy. Sema strategy. Unajua Mungu anapeleka strategy. Unajua sasa ni wangu lakini Mungu amekuseleka strategy. Na siangale chiwongo. Lakini sikia jibu ya Mungu. Mungu akamwambia Samuel, ukienda kwa nyumba ya Yese, usiseme kwamba unaenda kupaka nini? Mafuta. Kwa Saul already pepo imemwingia. Na upako ni upea, lazima nifanye nini? Na chupa nilipatiaga, ile chupa nishapasua kitabu. Amen. Na kama nishapasua kitabu, ni kusema ya kwamba upako iko nayo, lazima ifanye nini? Ishe, mimi naenda lazima ishe. Na kuna vitu ya nini? Ya msamaha. Mtoto wa Mungu, wakati Mungu anakupea upako, usitafute upako, lakini acha Mungu akutafute peke yake.
Kwa msichana kutafuta vijana watakuzana waka. Lakini kwa mwenye kusimama hapo, wa kwanza anakuwa anambia no. Hata kuna sura inahitaji Yesu. Na pengine wanasema tu no. Unasimama kwa tena mzuri. Kwa mimi nakunulia mafuta wewe mtoto. Mama sijali, Yesu ni pamoja na mimi. Nakwambia akienda, ya mara pili tena ananiambia hapana. Mbona kuna miguu kama vile pango? Ni mtu kama vile waya ndo anajivunia. Yes. Ni Yesu aliumba hivi. Tumoje tamruhusa. Tamuliza huyu ni mtu gani? Tuko na dada mwingine ambaye aliolewa na mtoto wa tajiri kwetu Kongo. Ambaye anaitwa System Musanganya. Ule Musanganya ni mtu ambaye tunaita Kongo hapa Goma, ni tajiri wa matajiri. Siseme haleluya. Amen. Nikiwa universe. Nasema aje? Standard 2 ama gender ni ngapi? Standard 2. Second universe, second year ya universe. Sema haleluya. Kale kasichana ambaye leo ni bibi ya ule mtoto au ya System Musanganya ambaye ni tajiri. Akakuja nyuma yetu. Wakati alikuja nyuma yetu, wana ambao wanajua Landrine, ule ndio wanaitwa Landrine leo. Yes. Iko na machafu, iko na mwili amenona. Lakini wakati alikuja, niko mnono kumshinda. Kwa maana amen. Natangaza upako kushukia mtoto wa Bwana. Upako ya Mungu kushukia kwa kukutana watu wakubwa. Ukisema amen kushukie tena leo. Leo tunahitaji upako mtoto wa Bwana. Ndani ya maisha yako unahitaji upako. Ndani ya kazi yako unahitaji upako. Kwa hiyo pesa yako iwenu unahitaji upako. Upako inatoa mahali mambo yalikuwa yamefungwa na inachomoka juu. Ambia jirani upako. Landrine alikuja ni mgonde sana. Kulingana na historia, wakati Landrine anafika Goma, kwa sababu ni Bukavu. Wakati anakuja Musanganya ama System Musanganya, anakuja kupenda Landrine. Wakati anakuja kuanza katia huyo msichana ambaye kwa hawana pesa, ni mtu ambaye eleweke. Wakati System Musanganya anakuja, kila mtu anamogopaka ule shamba. Tunakuitaka ML. ML kabisa. Ni ML. So wakati anakuja katia msichana. Sana mwambia Jise, kama ni pesa ambapo unakwenda kupeleka usinizoe. Kama niko wana na wewe, afadhali ni wana na mtu mwingine pale hapo. Jise akatomoa macho. Mimi ambao watu wanajua Goma hii. Na wasichana wengine wanipupeke wangu ya ajabu. Wewe ni nani? Kuna upako. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Amen. Wanasema wewe. Kumbe Mungu ashashusha Landrine na kwa upako. Sema upako ya Landrine lazima itaonekana baifaya. Sema Yesu Kristo. Nahitaji upako. Upako yangalia kitu kwani ni ushabo. Upako inakutoa ushabo na inakupeleka state house. Upako yangalia sema wewe unaendesha gari. Italeta mpaka dereva mwenyewe anaambia peleka hapa, peleka hapa. Sema haleluya. Upako yangalia miaka. Unaweza kuwa mkubwa liko mdogo lakini upako itanipeleka na wewe. Anasema upako. Wakati ambapo Mungu anabariki Sauli, anampea upako, jamaa akacheza na upako. Wakati unacheza na upako, ujue kwamba Daudi ameandaliwa already. Na Daudi wa leo ni mimi na wewe. Amen. Kuna wale leo upako ya pesa imeanza imewatosha. Upako ya pesa imeanza kuwatoka sasa hivi. Upako ya manyumba makubwa imeanza kuwatoka sasa hivi. So upako imeanza kuchoka kumili zao. So yeye ni Sauli. Sasa sisi ni wakina Daudi. Sema haleluya. Kuna wale upako za safari zimeanza kuchoka. Lazima sisi watoke ziambukize watu wengine. Kuna wale upako za mapasta kuzaa mapacha. Zimeanza kufanya nini? Zimeanza kuwatoka. Lazima sisi Daudi tuko mahali pale. Naongea
kujulikana watu wakubwa. Ndio baba. Lazima leo ianze kuwachoka. Ndio baba. Kisha sisi wakina Daudi fanye nini? Tupate. Niseme tupate takupata. Nipate baba. Nipate. Kuna wana upako wa uimbaji mkubwa wamehit. Wamejenga makanisa kubwa. Lazima ianze wachoke. Na sisi wakina Daudi tufanye nini? Tupate baba. Lakini akamwambia Kristo sana toka wende. Sija. Sija wewe. Tena. Tuseme haleluya. Amen. Upako ya magari kwa watu wengine ambao wameziendesha Range Rover, zishoe limousine, zianze ziwachoke. Rahama baba. Na ile upako yaanze tushukie sima. Pate. Kuna wale upako ya afya nzuri. Lazima na yaanze watoke. Wewe uko mgonjwa, ile upako sasa ya uponyaji fanya nini? Jisema sana yanasema kwanza anamwona mmoja sema kwanza nikikuona quality ya wasichana ambao napendaga na wao. Wewe ufike. Na tena namwambia suende kwenye wako. Nilikuita mimi nilikuita wapi? Kumbe kataka na wanaongea bado upako iko wapi? Wakati tena kuja kuonaniwa isishi. Ndio basa ya university yetu mahali kwa nasomea. Anakuja na gari tunasema wow, system sana inafanya nini? Anapembe, anafika. Wakati anafika tunasema anapewa tarehe nani? Na ndrinde tena. Siku moja tumetoka sisi wote tuko nje. Tunaona sasa Jesus amekaa wapi? Unajua kwa tuko sometimes tunasema kuvunja. Yes. Unaweka hii mkono yoka wapi? Pale. Hapo sasa. Tuseme amen. Wakati Mungu atakupea kwako si maringo. Wakati mwingine upako ya gari imeshuka juu yako. Na unapata kuona sikusarau tena. Upako imeshuka imechoka mahali pengine imekuja wapi? Wako. Sema nahitaji upako. Kuvunja tu. Utanyamazia muujiza wako. Leo ni siku ya nini? Mungu akupe upako ya nini? Upako ya baraka. Upako ya kazi ya baraka. Ambia jirani upako. Kwa Sauli imeisha my friend, kwa sababu ilikuwa ni chupa. Sauli walimwombea. Ni watu ndio walisema baba, pea huyu jamaa upako atuongoze. Lakini mpango ya Mungu haikukua ndani. Lakini kwa Daudi hakuna mwenye aliomba. Mungu aliangalia. Akasema huyu hata pakwa na mafuta ya chupa. Lakini kila ambacho atapakwa nacho ni mafuta ya nini? Hakuna yule ambaye ameniomba nimwambie Daudi ndo akuwe. Lakini mimi Mungu amekuchagua sasa. Amen. Mungu amekuchagua sasa. Bwana bwana ataingiza Nairobi hii. Natangaza wewe mmoja. Natingiza Afrika hii. Natangaza wewe mmoja wao. Natingiza Amerika, Australia. Katika kuongea, katika kuombea watu, katika magari zako, natangaza wewe miongoni mwao. Unaposema hili sina nikiingia sema upako. Daudi wakati walikuja, Daudi hakuja kwa nyumba. Na inasema kwamba wakati Samuel anakuja, Daudi alikuwa kwa shughuli zake. Sema haleluya. Amen. Wakati alikuwa kwa shughuli, the Bible says Samuel anakuja. Mungu anamwambia usiambie mtu yeyote kama unataka kupaka mafuta. Ukweli ya mambo ni kuenda kupaka mafuta. Lakini weka strategy kidogo. Na hii strategy ni kwamba usiwaeleze. Ambia mfalme na watu wake. Nyumba ya Yesu wanaenda kunitolea nini? Sadaka. Unajua Mungu anapenda sadaka sana. Tuseme amen. Amen. Ukapatia Mungu nyama ambayo umeweka kwa chungu, kwa sufuria. Haikulani.
Kenya napendaka choma pale Moshi pale kabisa. Kutoka 12 mstari wa kwanza kushuka. Mimi nasema kwamba akamwambia Musa ya kwamba mwana kondoo ambaye mtachinja, mtoe matumbutumbu, kichwa mtie pembeni, kisha nyama msitokoteshe kwa chungu ama kwa sufuria. Lakini mfanye nini? Wakati Noa anatoka ndani ya safina, alijua system ya Mungu ya kwamba ukapigia Mungu nyama ndani ya sufuria ya kulani. Lakini Noa akashenga madhabahu, na wakati anashenga madhabahu akachukua nyama iliyokuwa safi. Sema safi. Akaweka wapi? Akachoma. Wakati alichoma nyama choma, mimi naipendaka by the way. Wewe unapenda nyama choma na kuombea. Bwana kupende na kula nyama choma. Useme amen. Kama ukonaje basi mbona kasirika? Mungu akalapa akasema kuanzia leo sitaangamiza tena dunia kwa maji ya nini? Nyama choma. Ambia jirani unahitaji upako. Hii mwezi wa 4 unahitaji upako. Kuna sura kama vile malaika lakini hakuna upako. Watu ambao upako umeisha wanakuwa na miali ya ajabu. Akabuta na shirika kabana yako nyisha. Chupa yako ifanya nini? Ilipasuka. Pepe inaanza kufanya nini? Inaanza kufanya kazi. Acha kelele. Yo, mimi nakosa hapa sasa hivi. Ulianza kanisa ikaisha. Upako umefanya nini? Ikaisha. Nikusema chupa yako ifanya nini? Ilipasuka. Sasa swali mwenzako umeanza hapa. Wakati ameanza aka jamaa, mbona kama na watu ya ajabu? Dawa ya Mombasa hii. Hapana, sisi ni dawa ya Mombasa. Upako yako ilifanya nini? Wewe inafanya nini? Napenda iko Kiswahili yako ya mwezi wa 4. Wakati watu wataanza kuona Mungu amekutendea, waambie ni upako ya pembe. Kwa upako ya chupa. Ukanielewa kwa upako ya chupa mwaka jana. Ndio maana mambo yangu yakikuendelea mwaka jana. Ndio maana kila mtu alinizarau mwaka jana. Kumwambia shida ilikuwa ni upako ya nini? Ya chupa. Lakini leo siko tena kwa chupa. Leo upako wa nini? Pembe. Hata uiangushe chini haipasuka. Unakuja na pembe kusema utapiga na kisu ambayo haieleweki, haiwezi kata pembe. Sasa ngapi mnisaidie sasa sipendei. Sema amen. Amen. Mami zimeenea? Ndio baba. Bwana asifiwe sana. So no mtu tunaweza chia. Bwana useme tena. Tunaweza chia hapa na hapana. Ambia jirani na kuombea upako ya pembe. Kuombea na kuombea upako ya pembe. Biashara yako hiyo upako ya pembe. Maisha yako ni upako ya pembe. Chochote yako upako ya pembe. Pesa yako upako ya pembe. Nyumba yako upako ya pembe. Sio familia yako nasema hizi. Sema upako. Mnyumba yako unahitaji upako. Ukiona upako hata upigia mzee chakula ambayo mafuta iko chini, maji iko juu. Chini tu ya nini ya upako. Hata Mungu anasema hakuna aliye kama na wewe hani. I love you so much hani. Sijawahi kuona mwingine kama wewe hani. Watu waniambiaka wewe tu wangu wa mwisho wewe. Upako
Ama ujui? Sauli ilibidi ya kwake ishe ya Daudi ianze. Sasa sisi tumeanza na Daudi sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwambia Samuel, hautapaka Daudi na mafuta ya chupa, lakini utapaka Daudi na mafuta ya nini? Ya pembe. The Bible says, ilibidi Samuel by fire by force atafute pembe. Kwa Mungu ashasema already. Na Mungu akisha nena juu yako, kila yeyote ambaye alikuwa anajioposi kwako atasarenda tu mbele yako. Anasema hivi, I say yes, nobody can say no. That is of course. Sema hallelujah. The nature of God ni kwamba wakati ananena mambo yanabaki hivyo hivyo. Samuel anaanza kuuliza, "Bado unapata pembe wapi?" Shario amenijikia. "Pembe naipata wapi?" Pembe naipata. Okay. Pembe ndio my friend. Alichukua pembe akafanya nini? Akaficha koze nani asione, Sauli asione. Na masiaidiwa Sauli asifanye nini? Asione. Ndio maana nikwambia kwamba kwa upako wengine wakati Mungu amekupea upako, usianze kushitangaza. Njoo vile baba au Facebook. Acha Mungu afanye nini? Aanze kutangaza. Naongea na Mungu ama siongee na Mungu? Naongea baba. Upako ya kazi imeanza. Haujafanya interview ya pili. Ya kwanza tu ndio ulifanya. Kazi imepita sasa. Unajua kazi imefanya nini? Na unaanza ndio kwa Facebook anasema I'm not again jobless again. Bado kunini interview ngapi? Sema haujapata pesa, umekupea tu kitu wanataka nini? Promise. Sizoe. Na ngoja saa hii kodi nataka kushuka saa hii. Eti barakoti. Hawajakwambia kama pesa inafanya nini? Ndio nenda sasa kwa madeni mlipe kwanza hivi. Unajua pesa inafanya nini? Ambia shehe. We can talk. Yo, sasa kama umefanya nini? Niambia msiko sasa na mimi. Niambia kama girlfriend imefanya nini? Alikwambia nakupenda. Alikwambia tu wika. Mbona mniambia kama ni prophet? Nimekusa Rose. Wanakuuliza kwa chache yenu mmefika watu ngapi? Sasa hivi kwa round. Leo mlijia wangapi? Sasa hivi kwa upako niliona. Kwa round sasa hivi 700. Kwanza 300 haifanye nini? Na 200 sasa hapa haifanye nini? Mje jirani mmoja upako bwana. Sasa kujaongea upako haraka. Acha ndio bwana kama umekuwa. Bwana asifiwe sana. Upako mtoto wa Mungu wakati inakujaje anasema kuja kuiweka. Landrino wakati alifukuza Shizemu Sanganya. Mara pili mara tatu. Shizemu Sanganya akaenda kwa baba yake. Ambia papa, sijawahi kuona msichana mwenye amenifukuza mara ngapi? Mara tatu. Na nikikuonesha naye papa, utashangaa. Unajua sana wangu wote sina fukaka hapa Rwanda. Ni kweli shetani kwa peleka wapi Kisei? Nilikuwa mtumishi bwana macho. Sema haleluya bwana. Amen papa, ipo kuona tu. Wewe uko kiroho sana. Ndio maana wakati mwingine upako na wewe na kupita pita. Njoo vile baba, ipo kuangalia. Wakati mwingine tunaenda kuswim. Sema haleluya. Amen. Serena hotel ya pale kwa pale Kisei pale kidogo pale tu. Pale pembeni. Hapo baba. Sema amen bwana.
siwahi kuswim tena. Hata sasa nipeleka kwa swimming pool na kuambia mimi hapana. Na mawia kwa nyumba yangu iko hapo na leo yangu. Kwa sababu nikatazama. Tunaenda tunavuka kulikuwa jamaa ambao wameokoka, sema haleluya. Amen. Shirika tunaona kwa hata mpaka nani? Hata mpaka boda wanamjua kama ni mtoto wa nani. Unajua kati mwingine tunafinyiliwa kwa sababu hawajui shina baba yetu. Na mwingine anasema unajua natokea mwa hiyo familia. Hiyo familia ndio mali na kumbe haiko hata wapi. Unatafuta tu shina. Nasema hutapata shina mwingine. Shina yako itakuwa shina yako. Papo ndio anataka mambo yote. Hawana damu ya black, wako na damu ya wakati anavuka tu. Iko kwa gari amen my friends. Sisi tuko wapi? Kwa miguu. Tunaingia Serena kusema tuanze. Walikuwa tumesema tukimaliza kuswim tunua tirisi ka nyama choma ka pale kisena kwani mshito unasema mshito ama na waruya ya kukalangiwa pomme sauté. Useme mbona kasema mimi naongea vibaya. Mimi naongea vibaya. Papa uko tu sawa. Naona sisemu sanga nenda nafanya nini? Unajua sasa nilikuwa nacheza kwa timu ya baba yake. Kabla kukue kwa nani kabla kwa nani Dese Virunga. Ilikuwa ndio timu yake, ilikuwa wanaita Espoir ndogo ya hii. Timu ndogo. Sasa nilikuwa nafanyanga nini? Napiga pale. Sikuwa tukienda kwa hoteli yake kusimamia harusi. Mke wangu naye tuko na yeye. Sema amen. Amen. Anaona msanganya sasa anakuja kunifanya nini kunisalimia. But siku mingi na nikatokea mke wangu. Na yeye bani. Pale sasa. Nashulikana. Na mtu kama hizo unashughulana naye, ambia salikuwa na mimi nikamshika sana mkono bila kumwachilia. Na yeye bani. Hapo sasa ni kwa selfie kama ningeona nini? Sasa selfie sio hasina selfie. Tunahitaji upako ya pesa my friend. Sisi tunahitaji upako ya pesa. Ndio baba. Upako ya kuendelea tunahitaji na upako. Sasa hizo mambo mapita hapa. Kila mtu anakimbia. Gavana selfie, gavana. Selfie. Natangaza juu yako. Kama nabii wa mazao hili. Ya kwamba na wao watakimbilia ni shida smile. Kitu yako nyuma yako. Sema mbele kupokea kwa jina. Nimechoka bwana. Hapo mshiba kutabiri. Sio maneno ya tabiri leo. Unafikiri mmoja ni salimu kwa ubiri bila mic. Nakuta sasa wewe mic. Hata niko nakupa hivi. Ambia jirani mwambie haleluya. Wasichana mnahitaji upako. Amen. Kijana mnahitaji upako. Wazee mnahitaji upako. Ndio baba. Wamama mnahitaji upako. Hata mimi bahati nahitaji upako. Watumishi wa Mungu tunahitaji upako. Kila mtu mtoto wanahitaji upako. Tunahitaji upako. Upako na kuweka embassy. Hata ya Amerika, hata ya Canada, hata ya Australia. Kwa sababu tunakuwa na upako. Mzungu atakuona tu, how are you? I'm blessed. What's your problem? My problem is not my problem. You called me, so I come for an appointment. I come for an appointment. So you called me, now I'm there. Nishakwambia ofisi zenu hizi dogo. Siendaki kama mtu asiyeshelewa. Naendaka kabisa nimefunga suti. Naendaka tu niko tu
sawa. Hii nimeweka hapa. Kifungo ya gari nimeweka wapi? Hapa. Usisahau Mungu wako hii mwezi. Chupa mwaka jana. Mwezi wa 3 ulikuwa ndani ya mafuta ya chupa. Lakini mwezi wa 4 pembe ndio imeingia mahali pale. Pembe. Sauli upako inamuisha. Wamepaka already Daudi mafuta ya pembe. Wivu inafanya nini? Mungu akarudi akasema bali kulikuwa upako ya kutabiri, utaanza tabiri mapepo. Sema amen. Amen. Aliyekudharau jana, leo utamsaidia. Ndio. Kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye anabadilisha mambo. Gondoro leo kumpeleka huyo mgonjwa. Yesu alimwambia na wewe gondoro yako ufanye nini? Ibebe. So ilibeba siku mingi. Sasa gondoro ikabadilika. Ilibidi sasa gondoro nayo afanye nini? Ibebe. So mwenye alikubeba na utamubeba. Mwenye alikusaidia na utafanya nini? Utamsaidia. Iko reciprocal. Niachie hapa sasa wao. Waache maneno sema haleluya. Tarisha maji yako nikuja nayo. Tarisha maji nikuja nayo. Maisha msipeane maji ya chache. Ukapeana maji ya chache na waambia miguu iterereke sasa. Sema haleluya kanisa la Bwana. Tunataka kuombea mafuta ya nini? Ya pembe. Nyumba yako ikuwe ya pembe. Watoto wako wawe na upako ya pembe. Sasa kama unatafuta ikuwe ya pembe. Iwe huduma iwe ya pembe. Bwana mnaleta fusha. Mnaleta maji sasa mnaleta maji. Ukae chini. Funga mlango. Kaa chini na nyamakusha baba au kujua. Huyu anapenda baraka sana. Unabarikiwa milele. Unakuwa mtu ambaye unapenda baraka. Mama unaenda wapi mama? Kaa chini mami. My friend baba. Mtaiombea hata kweli. Kaa chini hapa nimalize. Dalilisi mikononi muiombea hata kweli. Waliotii amina ndaiombea. Amen. Mwende muombee kweli. Useme amen tafadhali. Kasema mbaya. Tulisema jana walete nini? Sasa kama kujaleta mambo unapenda kufanya nini? Nasema tuombee mikono yenu mwende mshombee peke yenu. Hapana baba. Asha. Furaha. Unaenda wapi? Nisikoro natembea. Nisione mtu anatoka, nisione mtu anaingia. Sema amina. Amen. Nasema kutii upako. Musa jirani ndatii upako yao. Ushima ndio nasema kuheshimiana kwa upako wangu. Elisha alisalenda mbele ya nani? Ya Elia. Sema upako yako na isamini baba. Wapo tena kesi kwa nao. Acha uchalete. Hapo ni sawa. Watiifu wataishi matunda za Mungu. Sasa kesi nyinyi mlikuwa na mjaleta maji, ndaombea mikono yenu. Na hiyo unabii unapitia wapi? Wala ambao unatii tunanyosha tu sema haleluya. Amen. Na wala ambao wageni wajui basi tafanya nini? Tutaombea mikono yenu. Kwa sababu tunahitaji upako ya nini? Ya pembe. Toke hapa na unaanza kubarikiwa. Amen. Kwa sababu niko naona baraka zinaanza kwa hii mwezi wa hii. Amen. So, mwisho